Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mama Dangote siku leo amezungumza kubwa sana mitandaoni baada tu ya kumpatia ushauri wa bure mjukuu wake Latifa. Ameshaona kabisa Latifa mienendo ambayo anaenenda huenda hapo baadaye akashindikana hata kwa wazazi wake. Kuna namna fulani hivi Tifa amekuwa na zile tabia za kuweza kukaa pamoja na watoto wa kiume, lakini baadaye baba yake akaingilia kati na kumwambia Zari, ni vizuri zaidi kama huyu samaki tutamkunja akiwa mbichi, kwa sababu akisha kama huyu samaki kumkunja inakuwa ni ngumu sana. Diamond Platnumz aliweza kumpa maelekezo yote mzazi mwenzake Zari na kumwambia Zari aweze kumnyang'anya Tifa simu yake, kwa sababu hiyo simu ndiyo kitu ambacho kinampelekea Tifa anakuwa na marafiki wengi wa kiume. Tifa anakuwa na yale mambo fulani hivi. Tifa imefikia hatua anaanza kumposti mpenzi wake kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo linamuumiza sana mama yake na linamuumiza sana msanii Diamond Platnumz kwa asilimia kubwa sana. Siku ya leo bibi yake Mama Dangote ameamua kumpatia ushauri wa bure. Kama Latifa ataweza kuchukua huu ushauri atauchukua, lakini kama atauacha basi wengine watautumia kwa faida zao binafsi. Lakini ukiangalia Latifa ni mtoto wa pekee wa kike, ukiangalia kwa mama yake, lakini pia ni mjukuu wa kipekee sana kwa Mama Dangote, kwa sababu ni mtoto ambaye amefanana kwa asilimia kubwa sana na Mama Dangote. Mama Dangote huwa anajivunia sana Latifa kwa namna ya tofauti. Sasa ukiangalia mtoto huyu wa kike ambaye mama yake anamtegemea, mama yake ana watoto wote wa kiume na yeye ni mtoto wa kike wa pekee. Sasa ukiangalia mienendo Latifa ambaye anaenenda, familia yake kwa ujumla ni kama vile inapata wasiwasi. Inaona huyu binti atakuja kupotea, huyu binti atakuja kusababisha matatizo katika familia. Na mara nyingi sana Diamond huwa anazungumza hichi kitu kwamba atamani kabisa mtoto wake wa kike aje kuenenda ile mienendo ya kusuperstar, yani aje kuwa mtu maarufu. Hicho ni kitu ambacho Diamond hajawahi kukitamani hata siku moja. Mama Dangote siku leo kupitia katika peji yake ya Instagram ameweza kumwandikia Latifa ujumbe mrefu, na nitakuonesha hapo. Ameposti picha ya Tifa, alafu baadaye katika caption akaweza kumwandikia ujumbe huu, akasema mjukuu wangu Latifa, najua umekuwa kwa sasa, lakini hata kidogo jaribu kuwaheshimu wazazi wako. Unajiachia sana mitandaoni bila kujali umri wako. Tunakukataza kwa upendo tu. Unaweza kuwa na rafiki wa kiume lakini sio kuwa na mpenzi. Wewe bado mdogo sana. Bibi yako anakupenda sana. Acha ujeuri usio na maana. Huu ni ujumbe ambao Mama Dangote muandika katika peji yake ya Instagram. Sasa watu wengi wakawa wanajiuliza, Latifa ujumbe huu ataweza kuona? Lakini tunaweza kusema ataweza kuona kwa sababu ni mtoto ambaye anatumia sana mitandao ya kijamii, lakini pia ni mtoto ambaye tunaweza kusema anajua kusoma na kuandika. Mtoto wa miaka 10 ni mtoto mkubwa kabisa. Tunaweza kusema tukikadiria hapo darasa la 4 la 5 hivi, la 5 kama amewahi shule, la 4 anaweza akawa katika klasi hiyo hapo. Hivyo basi Tifa anajua kusoma, na ndio maana Latifa mara nyingi sana huwa katika caption anaandika caption zake mwenyewe. Na hata siku ya leo ameposti picha akiwa anajisifia kwamba yeye ni mtoto wa pekee kwa mama yake, ni mtoto wa pekee kwa baba yake, ni mtoto wa pekee wa kwanza wa kike kwa bibi yake, mambo kama hayo. Na unaweza kuiona hiyo post katika peji yake ya Instagram. Baada ya ujumbe huu Mama Dangote kuandika, comments zikawa nyingi sana. Mashabiki wakawa wanamuuliza Mama Dangote, kwa nini usingechukua hatua ya kumuita Tifa hapa Tanzania, alafu ukamuonya kwa mdomo, ukamuonya ana kwa ana, na baba yake akiwepo na ndugu wengine wakiwepo, wakiwa kama wanamfundisha hivi. Sasa kuna wengine wakiwa wanashauri kwamba huyu mtoto mienendo yake sio kwamba eti ni ile kusema kubalee, sijui tuseme hivyo, lakini wanabalea watoto wa kiume, watoto wa kike wanavunja ungo. Sasa Latifa kuna namna fulani hivi huu umri wake unampelekesha, lakini sio umri wa mtoto wa kike kuhangaika, ni umri wa mtoto wa kike kuhangaika na wavulana. Tunajua kuanzia miaka 16 pale 17, 18 ndipo watoto wa kike wanahangaika, ila Latifa amewahi sana. Sijui ni kitu gani ambacho anakifikiria kichwani kwake, au mitandao imeshamtawala sana, ameshaona vitu vingi mitandaoni mpaka nafikia hatua anaona yeye anaweza kawa na mpenzi. Hatujaelewa huyu mtoto kitu gani kimemkumba. Huenda wazazi wake wanaweza kumsaidia kumpeleka kwa mwanasaikolojia, anaweza kumsaidia zaidi ili mradi mtoto huyu aweze kukaa sawa. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.